Ndoto 14 ambazo hutakiwi kumwambia mtu yote. Kwa siku ya leo utakwenda kuziangalia aina 14 za ndoto ambazo hutakiwi kabisa kumwambia mtu yote. Jambo la msingi ambalo utakiwa kulitambua, si kila ndoto imekusudiwa kusimuliwa. Zipo ndoto ambazo ukizitoa kwa mtu asiye sahihi, unaweza kuchelewesha baraka zako, kufungua milango ya wivu au kuvuruga mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo natakiwa litambue, si kila ndoto imekusudiwa kusimuliwa. Si kila ndoto ambayo unaiota unatakiwa uwaambie watu, kwa sababu ukimwambia mtu asiye sahihi ndoto hiyo, inaweza ukajikuta unachelewesha baraka zako, unavuruga mpango wa Mungu. Yule mtu unayemhadisia yule anaweza kaa ndo chanzo cha kuvuruga destination yako, anaweza kaa ni chanzo cha kuvuruga hatima yako. Kwa hiyo ni muhimu kutambua, si kila ndoto imekusudiwa kusimuliwa. Ukisoma Biblia utamwona Yusuf alikuwa anaota ndoto, alikuwa na tabia ya kuota ndoto na kuwashirikisha watu. Baadaye wale watu wakamchukia, baada ya kumpenda watu wale ndugu zake ndo wakamchukia zaidi. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 37 na mstari wa 5, imeandikwa Yusuf akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zikininamia. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudia hata nchi? Ndugu zake wakamuhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Listen careful, nisikilizeni kwa makini. Unaona, Yusufu anaota ndoto, anawaambia ndugu zake. Ndugu zake badala ya kumpenda wakamchukia zaidi kwa sababu ya ndoto zake. Sasa kwa siku ya leo utakwenda kuziangalia aina 14 za ndoto ambazo hutakiwi kumwambia mtu yeyote. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, jambo ambalo unatakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi hakikisha una subscribe ili uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Twende moja kwa moja tukaangalie ndoto 14 ambazo hutakiwi kumwambia mtu yote. Namba 1, ndoto za kupandishwa cheo, utajiri au mafanikio makubwa. Hizi ni aina ya ndoto ambazo ukiota ndoto namna hii, ukaota ndoto ya kupandishwa cheo, utajiri au mafanikio makubwa, ukijiona ndotoni labda unavaa mavazi ya heshima, au unajiona ndotoni unapokea fedha nyingi, au unaheshimiwa au kutawazwa kuwa mtu fulani, au kaota ndoto ukajiona unakuwa juu kuliko wengine, ni aina ya ndoto ambayo hutakiwi kumwambia mtu yote, kwa sababu hizi ni ndoto za hati. Hizi ni ndoto za hati. Yani kuzisimulia kwa watu wasio waaminifu ni kama kuonyesha ramani ya hazina kabla hujaifikia. Wivu wa kimya unaweza kuvuruga safari yako. Ndoto ikisimuliwa vibaya hubadilisha mwelekeo wake. Kwa hiyo ni muhimu sana kutambua. Kwa hiyo aina ya kwanza ya ndoto ni ndoto za kupandishwa cheo, utajiri au mafanikio makubwa. Ukijiona kuwa mtu mkubwa ndotoni, unaheshimiwa au kutawazwa kuwa mtu fulani, ukajiona ndotoni unatawazwa kuwa mtu fulani, unateuliwa kuwa mtu fulani, ni aina ya ndoto ambazo hutakiwi kuzisimulia kwa kila mtu. Kwa hiyo hizi ni ndoto za hatim. Kuzisimulia kwa watu wasio waaminifu ni kama kuonyesha ramani ya hazina kabla hujaifikia. Lakini aina ya pili ya ndoto ambazo zinakupa siri ya maisha yako. Zipo ndoto ambazo zinakupa siri ya maisha yako. Kuna ndoto zinazokufunulia udhaifu wako. Zipo ndoto ambazo zinakufunulia udhaifu wako, kukuambia unachopaswa kuacha. Lakini pia zipo ndoto ambazo zinakuonya juu ya tabia au watu. Yaani ndoto ambazo zinakupa siri ya maisha yako. Unakuta ndoto kwa mfano ndoto ambayo inakufunulia udhaifu wako, au zinakuambia unachopaswa kuacha, au ndoto ambazo zinakuonya juu ya tabia au watu. Ndoto hizi si za hadhara, yaani kuzisimulia kunaweza kufanya
udharau ujumbe au mtu atakupotosha tafsiri yake. Kwa hiyo ni ndoto ambazo ndoto ambayo hutakiwi kuisimulia kwa kila mtu, ndoto ambazo zinakupa siri ya maisha yako. Sipo ndoto ambayo ukiota ndoto hiyo inakupa siri ya maisha yako. Ndoto hiyo inakufunulia, kwa mfano umeota ndoto inakufunulia udhaifu wako, inakwambia au umeota unapoisha kabisa udhaifu wako wewe ni eneo gani. Sio ndoto ya kwanza kusimulia kwa watu, kwa sababu au unaota ndoto inakwambia unachopaswa kuacha. Kuna ndoto ambazo unaota inakuwa imebeba onyo, inakuzuia usifanye jambo fulani. Ni ndoto ambazo hutakiwi kuzisimulia kwa kila mmoja, kwa sababu unaweza kumsimulia mtu yule afu kashangaa mtu yule anakupotosha juu ya ndoto hiyo, au anakufanya udharau ndoto hiyo au ipuuzie ndoto hiyo. Lakini aina ya tatu ya ndoto ambazo usithubutu kumwambia mtu yote, ndoto za onyo kali au hatari inayokuja. Ndoto ambazo zinakujulisha au zinakufungia ndoto za onyo kali au hatari inayokuja. Mfano, labda umeota ndoto ya ajali, kifo, hasara, kuvamiwa au kushambuliwa. Si kila mtu ana moyo wa kukuombea, wengine huifurahia hatari yako kwa siri. Ndoto hizi ni za maombi, tahadhari na hekima, si simulizi. Kwa hiyo ndoto za onyo kali au hatari inayokuja, mfano unaota ajali, umepata ajali, unaota kifo, unaota hasara, unaota ndoto umevamiwa, unaota ndoto umeshambuliwa. Hizi si kila ndoto unatakiwa mwambie mtu, kwa sababu kuna mwingine hana moyo wa kukuombea. Si kila mtu ana moyo wa kukuombea. Wengine hufurahia hatari yako kwa siri, wengine watakuwa wanafurahia. Unaweza kumhadithia ndoto ya namna hiyo, mwingine badala ya kukuombea anakuwa anafurahia, anaombea, anatamani ndoto hiyo itokee vile vile. Lakini aina ya 4 ya ndoto ambayo hutakiwi, usithubutu kumwambia mtu yote, ndoto zinazohusisha vipawa vya kiroho au nguvu za ndani. Mfano, ndoto za kuona maono, labda unaota ndoto ya kuona maono au kusikia sauti au kuomba kwa nguvu au kuwa na uwezo wa kiroho. Ndoto hizi hazieleweki kwa kila mtu. Ukizisimulia kwa mtu wa kawaida atakudharau au atakuogopesha na utazima kile Mungu anajenga ndani yako. Kwa ndoto zinazohusisha vipawa vya kiroho au nguvu za ndani. Kwa hiyo ndoto hizi hazieleweki kwa kila mtu. Nataka utambue ndoto hizi hazieleweki kwa kila mtu. Sio kila mtu nataka kumwambia bwana nimeota bwana, yani nimeona maono haya. Wengine watakudharau. Kwa hiyo ni ndoto ambazo hutakiwi kumwambia kila mtu. Lakini aina ya 5 ya ndoto ambazo hutakiwi kumwambia kila mtu, ndoto za vita vya kiroho. Mfano, ndoto za kukimbizwa, kupigana, kushindana nguvu zisizoonekana. Hizi ni ndoto za ngazi ya juu ya kiroho. Kuzisimulia bila hekima ni sawa na kufichua sehemu yako ya udhaifu vitani. Kwa hiyo ndoto za vita vya kiroho. Kwa hiyo ni muhimu sana ujue namna ukiota ndoto unatakiwa ufanye kitu gani kabla hata kuzisimulia. Lakini aina ya 6 ya ndoto ambazo hutakiwi kabisa kuzisimulia kwa mtu yoyote, ndoto ambazo hazina amani ya ndani kuzisimulia. Kuna ndoto unaweza kaota afu ndoto hiyo ukawa hauna amani kabisa kumwambia mtu yoyote. Ukishangaa labda ukitaka kumwambia mtu yoyote hiyo ndoto, unashangaa ndani yako unakosa amani kabisa. Ukiona hivyo hutakiwi kuisimulia. Kwa hiyo kama ukijisikia moyo unakusukuma kunyamaza, una amani ya kusimulia, ndoto la kufanya utafakari sana, hiyo ni ishara yenyewe. Roho anakwambia hii hifadhi moyoni, hii sio kuambia kila mtu. Unashangaa kuna ndoto unaweza kaota, ukijaribu kumsimulia mtu unashangaa unakosa amani kumsimulia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakwambia usiseme, tulia. Ukiota ndoto namba hiyo hutakiwi kumwambia mtu yote. Lakini aina ya 7 ya ndoto ambazo hutakiwi kumsimulia mtu yote au kumwambia mtu yote, ndoto unazopewa maelekezo ya moja kwa moja. Mfano, labda ndoto ukielekezwa, ukiota labda mfano ndoto ukielekezwa uhamie mahali fulani. Unaota ndoto afu ndoto hiyo, ndani ya ndoto hiyo inakuelekeza uhamie mahali fulani au uache kazi fulani au uache mtu fulani au njia fulani, au ndoto inakuelekeza uanze jambo jipya ghafla. Ndoto hizi ni ramani za hatua, si za maoni ya watu. Ukizisimulia watu watakuchanganya kwa hofu zao, si hekima yako. Kwa hiyo ndoto unazopewa maelekezo ya moja kwa moja. Kuna ndoto unaweza kaota ukashangaa katika ndoto hii unaelekezwa ufanye biashara fulani. Yaani ndotoni unaelekezwa hapo. Mtu unaweza kaota ndoto labda unaelekezwa ufanye jambo fulani, unaelekezwa uhamie sehemu fulani, unaelekezwa. Ni ndoto ambazo hutakiwi kuambia watu. Ukisoma Biblia utaona Yusufu aliota ndoto
ndoto ile ilikuwa imebeba maelekezo amchukue mwanae na mkewe wakimbilie Misri wakajifiche. Yusufu alipoamka hakuanza kuuliza watu, jamani, nimeota ndoto hivi, nimeota ndoto nafanya hivi, nimeota. Alichukua, alisikiliza. Mungu alikuwa ndoto hiyo ilikuwa inampatia maelekezo ya kufanya. Maana yake angeanza kusikiliza watu, yamkini asingechukua ule uamuzi ambao aliuchukua. Kwa hiyo ndoto zinazokuonyesha, ndoto ambazo unapewa maelekezo ya moja kwa moja. Zipo ndoto unakuwa ukiota unakuwa unapewa maelekezo ya moja kwa moja. Kwa hiyo ndoto ambazo sio za kumshirikisha kila moja. Lakini aina ya 8 ya ndoto ni ndoto zinazokuonyesha utakavyokuwa kabla hujajijua. Zipo ndoto ambazo zinakuonyesha utakavyokuwa kabla hata wewe mwenyewe hujajijua. Mfano, ukijiona ndotoni umevaa hadhi ambayo hujawahi kuwa nayo kabisa. Unajiona ndotoni umevaa hadhi ambayo hata wewe mwenyewe hujawahi kuwa nayo. Au ukaota ndoto labda uko mahali pa juu kuliko uwezo wako kwa sasa. Yaani unajiona uko mahali pa juu kuliko uwezo wako wa sasa. Au unaota unafanya jambo ambalo bado hujui ulipojifunza. Yaani unajiona unafanya kitu ambacho hata wewe kawaida hujawahi kufanya hicho kitu, lakini unajiona unakifanya. Mwingine anaweza kaota eti anaendesha gari, hata gari yenyewe hajui kuendesha. Mwingine anaweza kajuta iko kwenye ndege, hata mwenyewe kijiangalia hata nia ya kupanda ndege. Yaani unaota ndoto ambayo unajiona kwenye jambo ambalo bado hujui ulipojifunza, au uko mahali pa juu kuliko uwezo wako wa sasa. Ndoto zinazokuonyesha utakavyokuwa kabla ya wewe hujajijua. Hizi ni ndoto za utambulisho wa baadaye. Kuzisimulia mapema ni kama kuvaa mavazi ya kifalme kabla ya taji. Watu watakucheka, si kuelewa. Kwa hiyo ni ndoto ambazo hutakiwi kuzisimulia kwa kila mtu. Lakini aina ya 9 ya ndoto ni ndoto za kubadilishiwa jina au utambulisho. Mfano, ukiona ndotoni unaitwa kwa jina jipya au unaitwa kwa cheo, unatambulishwa kwa namna ya tofauti. Yaani ukajiona ndotoni labda unaitwa kwa jina jipya au unaitwa kwa cheo fulani au unatambulishwa kwa namna ya tofauti, yaani mpaka mwenyewe unajishangaa. Hizi ni ndoto chache sana kupata. Zinamaanisha msimu mpya wa hatima. Kuzisimulia vibaya ni kama kuvunja muhuri kabla barua haijafunguliwa. Kwa hiyo ndoto za kubadilishwa jina au utambulisho ni ndoto ambazo hutakiwi kumwambia kila mmoja. Lakini aina ya 10 ya ndoto ambazo hutakiwi kuzisimulia kwa kila mmoja ni ndoto zinazokufunulia nani si wako. Mfano, ukiona ndotoni mtu anakusaliti, au uso wa mtu unabadilika, au mtu unayemwamini anakupotea. Ndoto hizi si za kuwasigizia watu, ni za kukuandaa kihisia. Ukisimulia utaanzisha migogoro kabla muda haujafika. Kwa hiyo ndoto ya namna hiyo ukisimulia utaanzisha migogoro kabla muda haujafika. Lakini aina ya 11 ya ndoto ambazo hutakiwi kuzisimulia kwa mtu yote, ndoto za kupoteza kitu cha muhimu au cha thamani sana. Mfano, ndoto za kupoteza viatu. Ndoto umepoteza viatu au umepoteza simu au umepoteza pesa. Unajua ndoto umepoteza pesa, umepoteza simu au umepoteza mtoto au mtu wa karibu kabisa, unajua ndoto umepoteza naye au umepoteza kitu cha thamani sana. Hizi mara nyingi si hasara halisi bali ni onyo. Ndoto hizi huwa zinaashiria onyo. Kuna kitu utakipoteza kwenye maisha yako. Kwa ni muhimu sana ndoto hizi si kusimulia bali kuingia kwenye maombi, kuomba. Kataa roho ya kupoteza, kataa. Okay, let's go. Ndoto ya aina ya 12 ya ndoto ambazo hutakiwi kuzisimulia kwa kila mtu. Ndoto zinazokuacha na hofu isiyo ya kawaida. Yaani unaota ndoto ukiamka inakuwa inakuacha na hofu isiyo ya kawaida. Mfano, ndoto ambayo ukushtua sana, au ndoto ambayo inakufanya uamke na jasho kabisa, unakuta jasho latoka, yaani umeshtuka sana, au ukupotezea usingizi. Unaota ndoto mpaka unakosa usingizi, ukishtuka unakosa kabisa usingizi. Ndoto hizi hazihitaji uambie watu, bali upate muda wa kutosha wa kuomba. Ni ndoto za namna hii ambazo zinakufanya unashtuka kabisa, yaani mpaka unaweza kaamka umekosa usingizi kabisa. Ndoto hizi sio za kuwasimulia watu, bali zinakuhitaji uingie kwenye maombi. Kama ni jambo baya, anza kukataa jambo hilo lisitokee. Lakini ndoto namba 13, ndoto zinazojirudia rudia. Mfano, ndoto ile ile, unashangaa unaota ndoto ile ile, mahali pale pale, tukio lile lile, hisia zile zile. Ndoto zinazojirudia ni milango, si simulizi. Ukisimulia bila kuzitafakari,
unapoteza ufunguo wake. Kwa ndoto zinazojirudia sio kila mtu natakiwa mwambie. Ni muhimu, kama ndoto mbaya, ingia kwenye maombi, omba, kataa. Kama ndoto nzuri, basi omba itimie. Lakini kama ndoto mbaya, washangaa waota ndoto ile ile unaiota kila siku, na ndoto ile. Mwingine anaweza kaamka ndoto ile ameota, akarudi tena kulala akaota ndoto ile ile, mahali pale pale, tukio lile lile, hisia zile zile, yani paka, yani ukiota ndoto namna hii, basi inategemea ni ndoto ya namna gani. Kama ni mbaya, ni muhimu kuomba, kataa, yani pata muda wa kutosha wa kuomba. Lakini pia aina ya 14 ya ndoto ambazo hutakiwi kuambia mtu yote: ndoto unazokumbuka kwa uwazi usio wa kawaida. Ndoto unazokumbuka kwa uwazi usio wa kawaida, mfano ndoto ambayo unaikumbuka kama video, yani ndoto ambayo unaikumbuka tukio zima kama video, yani ukianza kusimulia, yani kama video unaikumbuka yote, hausahau hata kitu kimoja, yani kila undani upo wazi, hisia bado zipo hata mchana. Hizi ni ndoto za kina cha roho. Wengi hawatazielewa na wengine watazipunguza thamani yake. Nashangaa unazikuona. Ndio maana si kila mtu kumwambia ndoto yako, kwa sababu ndoto za namna hii wengi wanaweza sizielewe, lakini pia wengine wanaweza kupunguza thamani yako, watakupunguzia thamani. Kwa hiyo sio kila ndoto unatakiwa kumwambia kila mtu. Sasa mambo ya msingi ya kuyafahamu, yani wewe nikwambie mambo ya msingi ya kuyafahamu. Ndoto nyingi huharibika si kwa sababu ni mbaya, bali kwa sababu zilisemwa mapema kwa watu wasio sahihi. Hili jambo la msingi ambalo utakuwa utambue. Ndoto nyingi huharibika si kwa sababu ni mbaya, bali kwa sababu zilisemwa mapema kwa watu wasio sahihi. Kimya, jambo la msingi ambalo utakuwa utambue, kimya si udhaifu. Kimya ni ulinzi wa hatima. So kila mtu unatakiwa kumwambia ndoto yako. Ndio maana unaona Yusuf baada ya kusema ndoto zake, kitu kilichotokea, alichukiwa na ndugu zake wote, baada ya kumpenda wakamchukia kabisa. Kwa si kila ndoto inahitaji kusemwa, zingine zinahitaji kimya, maombi na subira ili zitimie. Nyingine ndoto zingine zinakuwa zinahitaji maombi, lakini ndoto zingine zinakuwa zinahitaji subira ili zitimie, zinahitaji uvumilivu ili zitimie. Unapaswa kufanya nini badala ya kuzisimulia? Sasa unatakiwa ufanye nini badala ya kuzisimulia? Sasa hizo ndoto ulizozote unatakiwa ufanye nini? Jambo la kwanza, ziandike ndoto zako, andika chini, ziandike ndoto zako. Lakini jambo la pili, ziombee kimya kimya. Anza kuziombea hizo ndoto ambazo umeota, anza kuziombea kimya kimya, anza kuomba. Kama ni nzuri, anza kuomba zitimie, Kama ni mbaya, zikatae zitimie. Lakini jambo la tatu, mshirikishe Mungu kwanza. Kabla hujaambia mtu yote, mshirikishe kwanza Mungu, mshirikishe Roho Mtakatifu. Lakini pia jambo la 4, ukihitaji tafsiri, chagua mtu mwenye hekima, si kila mtu. Sasa umehitaji tafsiri ya ndoto hiyo, chagua mtu mwenye hekima, si kila mtu. Narudia tena, ukihitaji tafsiri, sasa nimesema jambo la kwanza iandike, jambo la pili omba kimya kimya, jambo la tatu mshirikishe kwanza Roho Mtakatifu, mshirikishe kwanza Mungu. Jambo la 4, ukihitaji tafsiri, chagua mtu mwenye hekima, si kila mtu. Chagua mtu mwenye hekima, si kila mtu. Na vitu vya msingi vya kujiuliza sasa, huyo mtu sasa, chagua mtu mwenye hekima, si kila mtu. Hapo kuna vitu vya kujiuliza. Cha kwanza, jiulize, huyu mtu anaweza kuniombea bila wivu? Vitu vya kujiuliza, huyu mtu anayemshirikisha ndoto yangu anaweza kuniombea bila wivu? Lakini pia jambo la pili, ana hekima au maoni tu? Huyu mtu ana hekima au ana maoni tu? Ni vitu vya msingi vya kujiuliza. Lakini jambo la tatu, nitasikia amani nikimaliza kumsimulia? Kama jibu ni hapana, hata kwa swali moja nyamaza. Kama jibu ni hapana, hata kwa swali moja ndio haya mambo matatu ndio kwambia, huyu mtu anaweza kuniombea bila wivu? Ukiona huyu mtu ana wivu, acha kumshirikisha. Au ana hekima au ana maoni tu? Au nitasikia amani nikimaliza kumsimulia? Kama jibu ni hapana, hata kwa swali moja nyamaza. Yaani kama jibu ni hapana kati ya maswali matatu, basi nyamaza, usimshirikishe. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, basi ningependa uniambie umejifunza kitu gani. Mungu akubariki. Lakini pia wote kitumia muda wako kushare link ya video hii, Mungu akajibu hitaji la moyo wako. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.